Subscribe Miujiza TV. Assalamu alaikum. Ndugu zangu, kwanza nitoe shukrani za dhati kwa mgeni wetu kufika hapa ambaye ni OCD wa Mbagala au wilaya Temeke. Kwa hiyo tumekupokea kiongozi wetu, tunashukuru. Nimechukua nafasi hii kama katibu mkuu wa soko la Zakem na pia katibu mkuu wa Samialism wilaya ya Temeke. Hapa kiongozi wangu ni kutambulisha viongozi ambao tuko pamoja katika eneo hili la daftari ya leo, ambayo hii ni udugu ambao huu wote ni udugu wa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake kuweza kutuunganisha kama Watanzania. Kwanza tutoe shukrani sana kubwa kwa mama yetu kipenzi, tumpe hizi 4R zake, tumezipokea kwa makini na tunazifanyia kazi, na kazi yenyewe ndio hii hapa. Leo tunashukuru tumekutana watu wa aina mbalimbali. Hizi 4R ni maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko, ukujenga upya, na pia udugu, upendo, amani na mshikamano. Nadhani hili ni jambo muhimu kwa Watanzania wote, na pia swala la amani tunalijenga kwa pamoja, na ndio maana tukawa na OCD leo hapa. Ni sehemu amani na ni sehemu ya udugu. Nichukue nafasi hii kuwatambulisha viongozi walioko hapa wa itifaki. Kiongozi mkuu wa itifaki wa wilaya Temeke, ningeomba unyanyuke kidogo wa kujitambulisha. Naomba Bwana Peter, karibu. Asante sana. Haya. Majina yangu naitwa Peter Martin Matambaya. Mkuu wa itifaki ya ndio watu ambao na karibisha sana. Niendelee kutambulisha kwa viongozi wengine ambao tupo hapa. Ninachukua nafasi hii kuonyesha mwenyekiti wetu wa Samialism wilaya ya Temeke ni Bwana Membe, akiwa ambaye pia ni katibu mkuu, ni mwenyekiti mkuu wa soko la Zakem. Hapo pembeni ninaye makamo ambaye ni makamo mwenyekiti wa soko na pia ni makamo mwenyekiti wa Samialism. Naomba kiongozi mwenyekiti, kwanza tuanze pia kwa kujitambulisha. Sana, mimi naitwa Juma Bakari Membe, ndo mwenyekiti wa soko la Zakem na mwenyekiti wa Samialism wilaya ya Temeke. Nashukuru kupata nafasi hii, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia tukiwa salama wa salimini na afya njema na kuweza kufanya shughuli ya iftari ya jioni hii, na tunashukuru kufika kwa mgeni wetu hapa, mkuu wetu wa kituo cha Mbagala. Tunashukuru sana kutikia mwito wetu, moja kwa swala la dharura, lakini tunashukuru kufika kwako. Kwa hiyo nawashukuru kwa jumla wote wa wananchi waliofika kuhudhuria, na nawakaribisha katika Samialism kwa ajili ya kumunga mkono mama 4R zake ambazo ametuletea kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na amani kama ilivyokuwa, na kuweka udugu na maelewano, ili mradi tuhakikishe kwa maelewano na kushuka mpaka kwenye familia zetu. Wanasema kama ni mahakama ipungue watu kushtakiana, kwa sababu wanasema tukielewa maana ya Samialism basi matatizo madogo madogo mengi yatakuwa tunayamaliza wenyewe. Mimi naitwa Mohamed Suleiman Alwatan, ni makamu mwenyekiti wa soko la Zakem, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa Samialism wilaya ya Temeke. Tunashukuru ujio leo wa mgeni wetu rasmi katika iftari ya leo ambayo tumeiandaa sisi viongozi pamoja na wafanyabiashara wetu wa soko la Zakem pamoja na watu wote wa Samialism wilaya ya Temeke. Tunashukuru OCD wetu kufika hapa na kutunga mkono katika hili, lakini pia ni jambo ambalo yeye mwenyewe linamfurahisha, kaja kaona tuko watu tofauti na pia tuko watu dini tofauti. Nia ni ipi? Nia ni ile ambayo kauli mbiu ya mama kwamba umoja, amani, upendo, maelewano. Na hii ndiyo sifa yetu wa Tanzania tangu wasisi wetu baba yetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume waliasisi umoja katika nchi yetu. Tofauti zote wakaziondosha, za ukabila, za dini na kila namna. Na leo imekuwa tunu, tumejionea hapa karibuni mama yetu ambaye ndio mwenyekiti Afrika nzima kuhusu nishati mbadala, kwamba wakuu wote wa Afrika walikuja Tanzania, na bado wakawa wanamuuliza, wanamwambia kiko kitu cha kujivunia kuja Tanzania, kikubwa ni amani.
wakamwambia kitu gani ambacho kinakuwezesha mpaka amani inaendelea, lakini kikubwa kwamba tangu misingi ya nyuma ambayo imeasisiwa na waasisi wetu wa taifa hili la Tanzania kwamba inaendelezwa, na tunashukuru mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa mstari wa mbele, sio tu katika nchi yetu lakini bali mpaka nchi za jirani. Tunaona na tunashuhudia leo ambayo amani jinsi gani inapotafutwa Kongo kwa jitihada za serikali yetu. Kenya tunaona walipopata amani, walipochafuka kwa sababu jitihada ya nchi yetu na rais wetu, na vile vile na nchi nyingine ikiwemo Rwanda, Burundi zimepata amani, lakini kupitia nchi yetu. Nchi yetu kimekuwa ni kisiwa cha amani. Kwa hivyo kuwa kisiwa cha amani haikuwa jambo rahisi, lakini ni kitu ambacho duniani wanauliza kwa nini sisi ni amani. Kwa hivyo kitu kikubwa ambacho sisi wananchi wa Temeke kiujumla wetu tunashukuru, na leo tulikuwa na OCD wetu hapa wa eneo letu zima, tunashukuru kwa pamoja na yeye limemvutia tokeo hili zima ambalo la kwa pamoja, na ikatuahidi bega kwa bega katika kila namna katika kuendeleza amani, kwa sababu hata wao wanasema amani ikizidi kutawala tumewapunguzia mzigo wa kazi, lakini amani inapotoweka ina maana wao ndio tunawapa kazi. Kwa hiyo wasema tukipunguza mzigo wa kazi tumeleta maendeleo, na nia yetu ni kuleta maendeleo. Kwa hivyo tunashukuru katika ujio huu, na tunawashukuru wale wote ambao wameacha kazi zao, wafanya biashara, wafanyakazi wa taasisi mbalimbali pamoja na wafanyakazi wa serikali tuliokuwa nao. Tunaye pia mwenyekiti wa mtaa wetu hapa kaja leo kutunga mkono na viongozi wenzake wote. Tunao viongozi takriban wengi katika viongozi wa eneo letu hili. Kwa hiyo tunashukuru kwa tokeo hili, na sisi ujumbe huu tunaomba umfikie mama kwamba jitihada ambayo ipo kubwa, na pia sisi tunatambua mchango wetu wa Mbagala. Hata uchaguzi uliopita kwa Mbagala ndio uliotoa kura nyingi sana kwenda kwa mama, kwa maana tukizungumza hivyo alikuwa yeye na Daktari John Pombe Magufuli marehemu. Kwa hivyo kura nyingi zilitoka Mbagala, Tanzania nzima ziliongoza. Tunamwahidi tena mama kwamba hizi kura zipo na hizi kura zinakuja tena, na sasa hivi zinakuja kwa kasi ya ajabu sana, kwa sababu hata uandikishaji, bahati mzuri kwamba imepita kamati ya hamasa ya mkoa ikaja ikafika katika wilaya ya Temeke, imekuja katika soko letu la Zakem, na tukaipokea sisi kama viongozi wa soko, lakini kama viongozi wa Samiarism. Kwa hiyo tukafanya nao kazi na jitihada imeonekana. Mpaka siku ya mwisho watu wote wameandikishwa, lakini wameandikishwa wakiwa kwamba muda imebidi uongezwe kwa sababu watu ni wengi na wameitikia wito huu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kukusanyika jioni ya leo hapa kuja kupata iftari ya pamoja kutoka kwa viongozi wa soko pamoja na Samiarism kwa pamoja. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, pia tuwasii ushirikiano, umoja kwa pamoja ili tuweze kusonga mbele. Samiarism pamoja na viongozi wa masoko wametuonesha mfano huu unatakiwa uigwe kwa kila mtu anayeona, kwa sababu wametuonesha jambo zuri, jambo la ushirikiano la kutukutanisha pamoja kuja kupata iftari. Mimi ni siwe na mengi sana, mimi ni mwenyekiti wa katika mtaa huu wa mpakani Omar Kijogo, na omba nimkaribishe sasa mwenyekiti wa machinga wilaya ya Temeke. Jina naitwa Hashimu Rashid Yoram, ni mwenyekiti wa kitengo cha mitumba soko la Stereo, lakini pia ni mwenyekiti wa machinga wilaya ya Temeke. Mimi niseme kwamba naunga mkono taasisi ya Samiarism kwa sababu lengo ni kuunganisha wananchi, lengo ni kuunganisha jamii, na sisi kama machinga tunasema huu ni muendelezo, kwa sababu sisi tumeshaunganishwa na hatimaye tuko kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwa hiyo sisi kama machinga ambao ni watoto wa mama, na mwenyewe atuita hivyo, manake tunacheza nyumbani, na wahenga wanasema mchezo nyumbani. Kwa majina anaitwa Nasoro Ali Bakari, ni mkurugenzi wa FOHAU. Yani FOHAU ni kirefu cha afya na ustawi wa kijamii. Sisi tunahusika na mambo ya afya na ndio tunaomiliki ile jengo kwa sasa, na tumekuwa tukishirikiana bega kwa bega na ndugu zetu wa Samiarism kwa sababu ni mambo ambayo yanagusana. Kwa hivyo tunashukuru alhamdulillah leo kuweza kupata iftari hii ya pamoja kwa kushirikiana na viongozi wetu wa kiwemo OCD wa kituo chetu hapa cha Maturubali na viongozi wengine wa mtaa ambao tumeshirikiana pamoja na wana soko
la Zakiem. Tunashukuru Mungu kutujalia kumaliza kwa salama kwa iftari hii, lakini kwa jitihada kubwa sana ambayo amefanya mama. Assalamu alaikum. Jina langu naitwa Superintendent wa polisi Joshua Ikongo. Nimekuja hapa kwa niaba ya mkuu wa polisi wilaya ya Mbagala. Kwanza naupongeza uongozi wa soko la Zakem kwa hiki mlichokifanya, kwani kinawafanya mnakuwa pamoja. Pili, nampongeza mwenyekiti wa mtaa wa Mpakani. Tumekuwa naye bega kwa bega katika shughuli za ulinzi na usalama katika eneo lote la Zakem. Bahati nzuri ananifahamu mimi, tumeshikana katika mambo mengi. Kwa hilo tunaomba tumshukuru Mwenyezi Mungu juu ya hilo. Lakini pia nawapongeza sana katika kauli mbiu ya Samarianism ambayo ni nzuri, inaelezea about 4R. 4R ndiyo mwenendo, ndio mwelekeo mzima, ndiyo dira ya nchi yetu. Tunawapongeza sana. Amani na utulivu ndio inajenga nchi yetu na kuwa salama. Soko la Zakem linakusanya watu wa aina mbalimbali wengi sana. Linakusanyika na watu wengi sana, lakini katika upande wa uhalifu naona pako zilo. Hakuna uhalifu wote kwa sababu sisi tupo tunasaidia kuwapa shughuli za ulinzi na vitu mbalimbali vinavyokuwepo. Lakini cha mwisho kabisa nampongeza kutengeneza iftari hii ya leo kwa ajili yenu nyinyi. Ina mchanganyiko wa watu mbalimbali. Nimemwona mchungaji Peter ambaye tumekuwa naye katika shughuli zima za ulinzi na usalama katika eneo la mizigo na bidhaa mbalimbali ambazo zinakuwa zinaletwa pale Zakem. Lakini pia ameweza kuweka mchanganyiko. Nimemwona mwenyekiti wa machinga ambaye ametokea Stilio. Tumekuwa naye pia hapa katika iftari hii ya leo. Pia tunapongeza Mheshimiwa Rais kwa ajili ya mwongozo mzima wa shughuli hii ya nchi yetu katika amani na utulivu, na kulijali jeshi la polisi katika shughuli nzima za ulinzi na usalama. Tunapongeza Mheshimiwa Rais kwa yote aliyofanya. Sasa tunaelekea kwenye kipindi cha Idi Mosi na Idi Pili, na hakika itakuwa salama salimini, kwani tumejipanga vizuri zaidi ili watu washerekee vizuri. Watu watakuja kununua mahitaji yao hapo sokoni, kufika na kuondoka salama salimini. Kituo cha polisi Maturubai kiko mita chache sana kutoka katika soko la Zakem, lakini shughuli inapotokea kama hivi, basi huwa hatupokei kesi za malalamiko aina yoyote kwa sababu ya amani na utulivu. Naomba tuendelee na ushikamano wetu na mashirikiano yetu hii ili iwe amani. Ikiwa amani Zakem, unakuwa na amani nchi nzima. Nasema hivyo kwa sababu ya kitu kimoja. Eneo la Zakem, hata mtaa Mpakani, hapa tulipokaa, watu wengi wamejiandikisha kwa ajili ya kupiga kura kuliko sehemu zingine zote, kwa sababu ina watu wengi zaidi. Wafanyabiashara wanapenda kuwa na amani ili waweze kufanya biashara zao, lakini pahala ambapo hakuna amani hawawezi kufanya biashara aina yoyote. Tunashukuru sana. Cha mwisho, na washukuru kwa mshikamano wenu na muungano wenu chini ya mwenyekiti wenu katika hii shughuli nzima unaweza kufanya. Endeleeni kufanya hata baada ya hii Ramadhani. Tuweze kufanya shughuli tena jingine, tufanye jambo jingine ambalo litawakusanya watu kwa pamoja ili tuweze kufanikisha shughuli nzima. Asanteni sana kwa kunikaribisha na Mungu awabariki. Asalamu alaykum. Pia tunasema hapa tukiendeleza mwendelezo wetu wa Samarianism, na kina mama hawakuwa nyuma, tulikuwa nao hapa, pia wanatakiwa wajitambulishe, na pia tutawapa nafasi kidogo ya kuelezea jinsi walizoelewa 4R za mama hizi ambazo ni mabadiliko, maridhiano, mabadiliko, ustahimilivu, kujenga upya. Inshallah, dada yetu utajitambulisha wewe ni nani na unatokea wapi? Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Fatma Musa Hamisi, ni mkazi kutokea Zakem. Asante. Kwa majina naitwa Salma Hassan, ni mkazi wa Mbagala Zakem, fanya biashara katika soko la Zakem. Je, hizi 4R za mama umezielewa kiasi gani? Za mama ni nzuri na hivi tunapambana chama. Kwa majina ninaitwa Aziza Masenya, natokea Mbagala Zakem. Sisi kama wanafamilia wa mama wa Samarianism tulipokea Samarianism kwa mikono miwili, na 4R za mama tunaendelea kuzitambua zenye mabadiliko, maridhiano, ustahimilivu na kujenga upya. Kwa pamoja tunasema tutashikamana na jambo la Samarianism, tukiendeleza mwendelezo wa mama kama kauli mbiu ya kusema ustahimilivu na mabadiliko katika Samarianism ndani ya nchi yetu, kujenga upya. Kwa siku ya leo tumefurahi sana kushirikiana na viongozi wa Samarianism
katika iftari hapa Mbagala Zakiem. Kwa pamoja tunashukuru sana. Siku nyingine mrudi viongozi wetu. Mama, nadhani tunafahamu Dkt. Samia Suluhu Hassan jinsi gani ameweza katika nchi ya Tanzania. Kwa hivyo wewe kama wewe, ni kipi au vipi ambavyo kwa uchache unaweza ukavizungumza kama unafahamu wewe alivyofanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ndiyo, kwa sapoti kubwa ya Mama Samia kupitia uongozi wake kamilifu ameweza kutekeleza baadhi ya miradi mikubwa ndani ya nchi yetu. Ametekeleza mradi mkubwa wa SGR, ametekeleza mradi mkubwa mradi wa ndege Air Tanzania, mradi mkubwa mabasi ya mwendo kasi. Yote tumeweza kuyaona. Tumeweza kuona madaraja makubwa yaliyojengwa kupitia uongozi wetu Mama Samia. Tunaendelea kumpongeza na vingine vingi sana tumeviona alivyoweza kuvitekeleza kwa wakati. Kwao tunaendelea kumpongeza na tunampa mitano tena kwa kuweza kuendeleza hapo palipobakia tuweze kufika mbali zaidi. Sawa. Mama, wewe ni mfanyabiashara? Ndiyo. Kama mfanyabiashara, utawala wa Mama Samia Suluhu Hassan, wewe kama mfanyabiashara, ni kipi ambacho kimekupa urahisi sana katika biashara zako? Mimi kama mfanyabiashara, katika wakati wa Mama Samia ameweza kutuwezesha mikopo na mpaka sasa hivi anataka kutuongezea mikopo mikubwa zaidi ili tuweze kupambana na maisha. Hapo kwenye mikopo kuna watu wanasema ile mikopo haipatikani, ile mikopo ni migumu. Wewe una nini cha kuambia watu ambao wanaongea haya maneno? Ile mikopo sio migumu. Kutokuwa migumu ni pale ambapo unakuta nyie viongozi wa kikundi mmejipanga kikundi chenu kizuri, mmetekeleza yale maelekezo mliopewa na watu wa mikopo. Wanaosema mikopo ni migumu ni wale ambao hawawezi kuendeleza mikopo na kurejesha kwa wakati. Wanapofuatiliwa ndio wanasema mikopo ni migumu. Neno la mwisho kwa rais wako wa nchi, lakini pia mwanamke mwenzio, nadhani wanawake sasa hivi mmeamua kuupiga mwingi. Neno la mwisho kwa Mheshimiwa Rais, kaa hapa, mwambie kwenye kamera kwa Mheshimiwa Rais. Neno la mwisho kwa Mheshimiwa Samia, wanafamilia Samia Lini, tunasema mitano tena kwa mama. Tunasema mitano. Tunasema mitano tena. Asante. Haya, kama katibu mkuu wa Samialism nitoe shukurani za dhati kwa uongozi wote uliopo Zakiem, tukishirikiana na kiongozi wetu mkuu, mwenyekiti wa Samialism na pia mwenyekiti wa soko la Zakiem, Bwana Juma Bakar Membe. Niseme hongera kwa kuweza kulifanikisha hili, na pia la makamu na viongozi mbalimbali na wadau mbalimbali waliofanikisha hili, tunasema shukran. Tunashukuru sana pia na kiongozi wetu OCD kuweza kufika katika eneo hili. Mimi niseme nina furaha ya aina yake. Niseme Mama Samia, kikweli wewe umetujenga na ndio tukaanza kujengeka, sio watu wa chini, na tunapambana na tutapambana hadi dakika za mwisho. Kikweli Mama Samia tumekuelewa. Anayemkataa Mama Samia huyo ni mchawi. Kiukweli tunasema Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Subscribe Miujiza TV.